Karibu kwenye Azam News. Habari kuu usiku huu ni maadhimisho ya siku ya malaria duniani, huku maambukizi kwa hapa nchini takwimu zikionekana kwamba yanashuka hivi sasa, na ni hayo pamoja na mengineyo mengi. Leo hii uko nami Himidio Loto, niko na mwenzangu Pili Mlindwa pamoja na Susan Mtui ambaye anatuongoza katika lugha ya alama. Kando na hilo pia, Rais Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuhutubia taifa kuelekea maadhimisho ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar ambayo itafanyika hapo kesho, lakini hotuba hii tutapata kuisikia hapa pindi tu itakapotujia. Lakini kwa sasa tuangazie muhtasari wa habari zetu. Dunia ikiadhimisha siku ya malaria licha ya kufutwa kwa msaada wa Marekani, maambukizi nchini yapungua. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu kuchunguza endapo uvunjifu ulifanywa baada ya jana Chadema kuvutana. Saa chache zimebaki kwa waumini wana viongozi kuaga mwili wa Papa Francis tayari kwa maziko. Na kikosi cha Simba Sports Club chaendelea kujinoa Afrika Kusini dhidi ya Stellenbosch Jumapili. Na mambo ni mazuri kabisa, na tunaanza na habari yetu kuu usiku huu ambapo Tanzania imeungana na mataifa mengine ulimwenguni kuadhimisha siku ya malaria, serikali ikitoa hofu wananchi kuhusu upatikanaji wa dawa na vifaa tiba vya kutibu ugonjwa huo baada ya Marekani kusitisha ufadhili wa miradi ya kukabiliana na ugonjwa huo hapa nchini. Waziri wa Afya Jenista Mhagama anasema Tanzania ina akiba ya dawa na vifaa tiba vya kutibu ugonjwa huo hadi Februari 2026, huku ofisi ya waziri mkuu ikiendelea kufanya tathmini pamoja na kupanga mipango mbalimbali wa muda mfupi na muda mrefu wa matokeo na mabadiliko hayo ya sera za Marekani. George Mbara anatueleza. Aprili 25, dunia inaungana kuadhimisha siku ya kupiga vita malaria, ambapo nchini Tanzania siku hiyo huadhimishwa maeneo mbalimbali. Mkoa wa Shinyanga unashika nafasi ya 4 kwa maambukizi ya malaria, ikielezwa uelewa mdogo wa wakazi wake. Usafi wa mara kwa mara na kuepuka kwa maji yaliyotuama karibia na nyumbani, lakini pia kufyeka na kuchoma takataka. Ndugu wananchi, kesho ni siku muhimu sana na ya kihistoria kwetu wa Tanzania. Tunaadhimisha miaka 61 tangu waasisi wa taifa letu Mwalimu Julius Nyerere na Sheikh Abeid Amani Karume walipofanya kitendo cha kishujaa cha kuunganisha nchi zetu mbili na kuunda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sote hatuna budi kuendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa rehema zake ambazo zimetuwezesha kuvuka salama zaidi ya miongo 6 ya muungano wetu. Watanzania wenzangu, tunao kila sababu ya kujipongeza kwa kuweza kudumisha muungano wetu ambao ni wa kipekee barani Afrika. Kama alivyowahi kusema baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, namnukuu, Tanzania ni lulu ya pekee kabisa katika historia ya Afrika huru, mwisho wa kunukuu. Heshima na hadhi hii ya kuwa na muungano thabiti, imara, usioyumba wala kutetereka, si juhudi za serikali pekee, bali ni juhudi za Watanzania wote ambao kwa pamoja tumeamua kuendeleza na kukuza udugu, mshikamano na umoja wetu kama taifa. Kwa ujumla, tumeamua kulinda wakfu huu wa muungano tulioachiwa na wazee wetu. Nimetumia neno wakfu kwa kuwa tunu hii ya muungano wa Tanzania uliasisiwa, umelelewa na unatunzwa vyema ili uwe madhubuti na wa kudumu. Muungano huu si mali ya mtu, ila unamilikiwa na Watanzania wote. Tumuombe Mwenyezi Mungu aendelee kuwapa mapumziko mema na ya milele waasisi wa muungano huu pamoja na viongozi wote waliotangulia mbele ya haki. Aidha, tunawashukuru sana viongozi wote ambao katika nyakati za utumishi wao kwa taifa letu waliulinda muungano wetu na kukabidhi kwetu ukiwa imara. Ndugu wananchi, hakika sote
tu mashahidi wa mafanikio na hatua kubwa za maendeleo ambazo nchi yetu imepiga tangu mwaka 1964. Ni imani yangu ya dhati kwamba tukiendelea na umoja na mshikamano tulionao, muungano wetu utaendelea kustawi kwa manufaa ya Watanzania wote. Wakati mliponikabidhi dhamana ya kuliongoza taifa hili, niliahidi kwamba serikali ninayoiongoza itaendeleza mema yaliyopita, kuimarisha yaliyopo na kuleta mema mapya. Muungano wetu ni moja kati ya mema tulioyakuta, ambapo serikali imesimama imara katika kuulinda, kuimarisha na kuhudumisha. Hivyo basi ni jambo jema kufanya maadhimisho ya sherehe za muungano kila ifikapo tarehe 26 mwezi wa 4 ya kila mwaka. Hata hivyo, kwa mwaka huu maadhimisho yatafanyika katika mikoa yote ya Tanzania na viongozi mbalimbali wa serikali wataungana na wananchi katika shughuli za uzinduzi wa miradi ya maendeleo. Pamoja na hayo, yamefanyika makongamano, michezo mbalimbali na shughuli za kitamaduni nchi nzima. Kwa kuwa mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi mkuu nchini kwetu, serikali imeamua kuyapa maadhimisho haya kauli mbiu isemayo miaka 61 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Muungano wetu ni dhamana, heshima na tunu ya taifa. Shiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Katika ngazi ya kitaifa, kesho tarehe 26, kwa niaba ya serikali na wananchi kwa ujumla, nitatunuku nishani za muungano kwa Watanzania wenzetu kama ishara ya kutambua utumishi na mchango wao katika ujenzi wa taifa letu na katika kudumisha muungano wetu. Ndugu wananchi, ndani ya kipindi cha miaka 61 ya muungano wetu, serikali zetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar zimeendelea kushirikiana kwa karibu, kubadilishana uzoefu na kusaidiana kwa dhati. Ushirikiano huu umechochea kasi ya maendeleo ya kiuchumi, kisiasa, kijamii na kidiplomasia. Tumeweza kuimarisha amani na mshikamano wa kitaifa. Kuwepo kwa mafanikio hayo haina maana kwamba hatuna changamoto. La muhimu ni kwamba tumejiwekea mfumo mzuri wa kutatua changamoto zinapojitokeza. Hapa nataka niipongeze Ofisi ya Makamu wa Rais kwa kusimamia vyema masuala ya muungano. Aidha, ninawashukuru wote waliofanya makongamano ya kueleza faida, mafanikio na changamoto zilizojitokeza katika kipindi chote na jinsi zilivyofanyiwa kazi. Ndugu wananchi, ndani ya miongo 6 tumeweza kulinda uhuru wetu na mapinduzi matukufu ya Zanzibar dhidi ya matishio mbalimbali. Aidha, Tanzania imeendelea kushuhudia mabadiliko ya uongozi kidemokrasia, ambapo kila baada ya miaka 5 hufanyika uchaguzi wa viongozi wa kitaifa na wa serikali za mitaa. Zaidi ya hayo, muungano wetu unaendelea kuzingatia misingi ya utawala bora katika nyanja mbalimbali, ikiwemo utawala wa sheria, haki za binadamu, uwazi, uwajibikaji na maridhiano. Demokrasia yetu imeendelea kukua na kuimarika, hususan kupitia falsafa yetu ya R4 ambayo itaendelea kuwa nyenzo muhimu ya kukuza ushiriki na ushirikishwaji wa wananchi kwenye masuala muhimu kwa mustakabali wa nchi yetu. Hata hivyo, nataka kusisitiza, kama ambavyo nimekuwa nikisema katika majukwaa mbalimbali, kwamba kutekelezwa kwa falsafa ya R4 kunaendana sambamba na kuzingatiwa kwa katiba na sheria za nchi. Kamwe falsafa hii haiwezi kuwa kisingizio cha kuvunja sheria au kujenga mazingira yanayohatarisha amani, usalama na utulivu wa nchi yetu. Dola ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasimamiwa na mihimili mitatu ambayo ni serikali, bunge na mahakama. Kwa pamoja kama nchi, tumeamua pia uendeshaji wa shughuli za nchi yetu ushirikishe taasisi nyingine za ndani na nje ya nchi, taasisi za serikali na zisizo za serikali, taasisi za kidini na za kiraia. Shughuli zote zinazofanywa na taasisi hizi zinaongozwa kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Katiba ya Zanzibar, sheria na kanuni zinazotungwa na miongozo na makubaliano mbalimbali ya kitaifa na kimataifa. Nyenzo hizi nilizozitaja zimeeleza masharti na mipaka ya kazi kwa taasisi mbalimbali zinazofanya shughuli zake hapa nchini. Ili kuiwezesha serikali kuendelea kulinda haki za kiraia, ikiwemo haki ya kujieleza na kutoa maoni, ni vyema sote tusivuke nje ya mipaka yetu. Tusisahau kwamba mfumo wa dola yetu
ni kuongozana, kusimamiana na kuwajibishana. Ndugu wananchi, mwaka wa 61 wa muungano wetu umeangukia kwenye mwaka tunaokabiliwa na jambo kubwa la kidemokrasia nchini. Tutafanya uchaguzi wa kuwachagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wajumbe wa Baraza la Wawakilishi pamoja na madiwani. Ni matumaini yangu kuwa tutaendelea kudumisha sifa ya nchi yetu kuwa ni kitovu cha amani na nchi ya kidemokrasia iliyojengeka juu ya misingi ya uhuru na haki. Serikali imejipanga kuhakikisha kuwa mahitaji yote ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi yanapatikana kwa ukamilifu na kwa wakati. Aidha, tutafanya kila tuwezalo kuhakikisha kuwa uchaguzi unafanyika kwenye mazingira ya utulivu na amani katika kipindi chote cha matayarisho hadi wakati wa uchaguzi, ili kuwa na uchaguzi huru na wa haki. Wito wangu kwenu wananchi, mjitokeze kwa wingi kushiriki katika mchakato mzima wa uchaguzi, kuanzia kujiandikisha kwenye daftari la kudumu la wapiga kura, kujitokeza kugombea na hadi kupiga kura. Niwatake viongozi, wanachama na wafuasi wa vyama vya siasa tuzingatie taratibu na sheria za nchi. Uchaguzi huu uwe ni fursa kuimarisha zaidi umoja na demokrasia yetu ili tupate viongozi bora na walio imara. Kamwe tusiruhusu uchaguzi huu kuwa chanzo cha migogoro, chuki, mivutano na uvunjifu wa amani ndani ya vyama, baina ya vyama au nchini kwa ujumla. Niseme kuwa hakuna aliye juu ya sheria na wote tunatakiwa kuendesha shughuli zetu za kisiasa tukizingatia kuwa amani na usalama wa nchi ndio kipaumbele cha kwanza. Ndugu wananchi, ninapohitimisha hotuba yangu, nataka niwakumbushe kwamba wajibu wa kulinda, kutetea na kudumisha muungano ni wa kila Mtanzania. Waasisi wetu Mwalimu Nyerere na Sheikh Karume waliakisi muungano kwa kauli na matendo yao. Nasi hatuna budi kudumisha tunu hii ya taifa letu kwa kuimarisha misingi ya udugu, uzalendo, amani, mshikamano na umoja wa kitaifa. Hizo ndizo nguzo zinazoleta umadhubuti na uimara wa muungano huu. Tuilinde misingi hii ili tuweze kufikia matamanio ya waasisi wa taifa letu ya kuwa na taifa moja lenye nguvu zaidi kiuchumi, kisiasa, kijamii na kidiplomasia. Kesho tunapofikia kilele cha maadhimisho ya miaka 61 ya muungano wetu katika mikoa na wilaya zetu zote za nchi nzima, nitumie fursa hii kukutakieni Watanzania wote maadhimisho mema ya miaka 61 ya muungano. Mungu ibariki Tanzania, Mungu aubariki muungano wetu, na asanteni sana kwa kunisikiliza. Nam ni hotuba ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, eneo kubwa akisisitiza swala la muungano na siku ya muungano hapo kesho, lakini baadhi ya maeneo pia ambayo yameweza kusisitizwa ni maeneo pia ya uchaguzi, si ndivyo? Maeneo ya uchaguzi R4 zile kwamba zitumike kama sababu ya kuvunja amani, lakini kila mtu atekeleze wajibu wake, hakuna aliye juu ya sheria. Na muhimu zaidi kwenye swala la uchaguzi, akiwaasa pia viongozi, wanasiasa, wafuasi wao wahakikishe wanalinda amani ambao ni tunu ya taifa kuelekea kwenye uchaguzi, wakati wa uchaguzi na hata baada ya uchaguzi. Miongoni mwa mambo mengine mengi ambayo pia yamezungumzwa, yamemulikwa katika hotuba hiyo. Lakini sasa turejee katika taarifa yetu ya habari, na muda huu tuende mapumziko mafupi, tutarejea hapa, usiondoke. Okoa na Azam Pesa kwa kufanya miamala, huduma bora ya kifedha, hutopata hasara. Kato nafuu, pesa zako unaokoa. Okoa na Azam Pesa, uteleze kama kitonga. Nakwambia jiokoe na Azam Pesa, uhuru ni
ni wako. Jiokoe na Azam Pesa kila unapofanya muamala. Kutuma pesa Azam Pesa kwenda Azam Pesa ni bure na makato ni nafuu zaidi kwenda mitandao mingine. Ukitoa pesa kwa wakala wa Azam Pesa unaokoa gharama, kulipa bili za maji, umeme na miamala mbalimbali kwenda bank. Tumia Azam Pesa. Jiokoe. Pakua app ya Azam Pesa leo na uanze kufurahia unafuu mkubwa kwa kila muamala. Jiokoe na Azam Pesa. Uhuru ni wako. Tunarejea tena kuendelea na taarifa yetu ya habari Azam News. Usiku huu Tanzania imeungana na mataifa mengine ulimwenguni kuadhimisha siku ya malaria, serikali ikitoa hofu wananchi kuhusu upatikanaji wa dawa na vifaa tiba vya kutibu ugonjwa huo baada ya Marekani kusitisha ufadhili wa miradi ya kukabiliana na ugonjwa huo hapa nchini. Waziri wa Afya Jenista Mhagama anasema serikali ya Tanzania ina akiba ya dawa na vifaa tiba vya kutibu ugonjwa huo hadi mwezi Februari mwaka 2026, huku ofisi ya Waziri Mkuu ikiendelea kufanya tathmini pamoja na kupanga mpango wa muda mfupi na muda mrefu wa matokeo na mabadiliko hayo ya sera za Marekani. George Mbara anatueleza. Aprili 25, dunia inaungana kuadhimisha siku ya kupiga vita malaria, ambapo nchini Tanzania siku hiyo huadhimishwa maeneo mbalimbali. Mkoa wa Shinyanga unashika nafasi ya 4 kwa maambukizi ya malaria, ikielezwa uelewa mdogo wa wakazi wake unachangia maambukizi hayo, lakini huko Zanzibar malaria imepungua kwa 48% ikilinganishwa na 8% ya kitaifa. Tunawakumbusha wananchi ya kwamba katika makazi yetu tunamoishi tujitahidi sana kufanya usafi wa mara kwa mara na kuepuka kwa maji yaliyotuama karibia na nyumbani, lakini pia kufyeka na kuchoma takataka ambazo zipo karibu na nyumbani. Kwa kushirikiana na wadau wa ndani na nje, tumefanikiwa kuendelea kupunguza kiwango cha maambukizi ya malaria kwa kiasi kikubwa hapa visiwani mwetu na kuhakikisha kwamba tunamaliza malaria kabisa ifikapo 2029. Nawaomba wananchi kujitokeza na kupima ili kujijua hali zao ziko katika ubora upi. Kama unao ili uanze tiba, na kama huna ujue vipi ujikinge. Usugu wa dawa kwa vimelea vya malaria inatajwa kuwa ni changamoto mpya, ambapo Waziri wa Afya Jenista Mhagama anasema serikali imeanza kuchukua hatua. Kwa Kagera peke yake ambao ulikuwa na 7.7% ya wagonjwa ambao walikuwa na vimelea vya malaria ambavyo vimeanza kupata usugu dhidi ya dawa tunazotumia. Baada ya kupata matokeo hayo, tukafanya utafiti mwingine ambao ulifadhiliwa na Shirika la Afya Duniani, na matokeo yalionyesha kwamba kiukweli tatizo la usugu dhidi ya dawa zinazotumika sasa hivi lipo katika mkoa wa Kagera. Sasa hivi tunaelekea kufanya utafiti wa kina kuhakikisha kwamba tunakuwa salama, na hasa katika dawa zile ambazo zinaonyesha usugu, na tunachokifanya baada ya tafiti tukae pamoja tuchukue hatua. Waziri Mhagama anasema serikali pia imetoa bilioni 10 kununua dawa za kuangamiza mazalia ya mbu kwenye halmashauri zote 148 na tayari dawa hizo zimeanza kutolewa. Tunajipanga katika kipindi cha nusu ya mwaka wa bajeti iliyobakia kukamilisha kulipa bilioni yote 10, na wenzetu wa TAMISEMI wako hapa. Jukumu lao kubwa ni kuhakikisha kwamba dawa hizi zinafika katika kila halmashauri, na sio swala la kufika tu, ni kufika na kutumika. Jukumu la kiwanda ni kuhakikisha kwamba dawa hizi zinatengenezwa na zinapatikana kwa wakati ambao unatakiwa. Kuhusu mapambano ya ugonjwa huo kuzorota baada ya Marekani kujitoa kufadhili miradi ya malaria, Waziri Mhagama anawatoa hofu wananchi. Kuhakikisha wagonjwa, kuhakikisha bidhaa zote, hatutakuwa na tatizo lolote ikiwemo dawa za malaria. Maadhimisho ya mwaka huu yamebeba kauli mbiu isemayo malaria inatokomezwa na sisi, wekeza, chukua hatua, zero malaria inaanza na mimi, huku takwimu zikionyesha kiwango cha maambukizi ya ugonjwa huo kimepungua kwa 45% kutoka 14.8 kwa mwaka 2015 hadi kufikia 8.1 kwa mwaka 2022, huku idadi ya vifo vitokanavyo na ugonjwa huo navyo vikipungua. George Mbara, Azam News.
Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limeonyesha nia ya kuanza kwa uchunguzi wa tuhuma za ukiukwaji wa haki za binadamu baada ya jana jeshi la polisi na baadhi ya wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kuvutana. Katika shauri la mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu lililoendeshwa kwa njia ya mtandao, mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jana jeshi la polisi iliweka ulinzi kuzuia na kukamata baadhi ya viongozi na kisha kuwaachia huru baadaye, hatua iliyodaiwa kujeruhi baadhi yao. Jeshi la polisi jana pia lilieleza kwa umma kuokota mwili wa mtu mmoja katika ufukwe wa Coco Beach ambao Chadema inadai ni mwanachama wao, wakati uchunguzi wa jeshi hilo ukiendelea. Sisi ni mawakili na tulikuja kufanya jambo ambalo linaitwa trial observation. Hiyo ni kwenda mahakamani kuangalia kwamba mahakama yanatenda haki katika kesi ya Mheshimiwa Tundu Lissu. Kama tutachunguza kisa ambacho kimeripotiwa kwamba mmoja wa wale ambao waliweza kufika mahakamani aliweza kupigwa na polisi kwa hali ambayo aliweza kufariki. Mambo haya tukiweza kuyadhibitisha, basi tutaweza kusema kulikuwa na ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Sisi wanachadema na Chadema yenyewe haina dhamira yoyote ile ya kuharibu hali ya amani ya nchi hii. Katika taarifa hiyo hiyo ya jeshi la polisi wametaja kwamba wameokota mwili wa mtu mwanaume Coco Beach. Sasa ile taarifa ya polisi inaacha maswali makubwa mawili ambayo yanaleta viashiria kwamba kuna uwezekano mkubwa jana kuna mtu ameuawa. Chanzo cha kifo chake kinachunguzwa, lakini kujua mtu huyo ni nani, anatokea wapi, lakini alikuwa akipata matibabu wapi kuhusiana na mkono wake ule wa kulia ambao ulikutwa ukiwa na bendeji ngumu ya muda mrefu ambayo ni maarufu kama POP. Mwili wa marehemu huyo umehifadhiwa katika hospitali ya Kilwa hapa jijini Dar es Salaam. Naam, ni Muliro Jumanne huyo, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam. Wakati huo huo, katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amekemea baadhi ya kauli za wanachama wa chama hicho zinazoonyesha uchochezi, chuki na vurugu kwa wanachama wa vyama vingine hapa nchini. Kauli hiyo ya Balozi Dr. Nchimbi inakuja ikiwa katika wilaya ya Rorya katika mkutano wa hadhara baada ya kuwepo wimbo unaodaiwa kuimbwa na wanachama wa CCM ambao umekuwa na maudhui ambayo yanalenga kuleta mgawanyiko katika jamii kutokana na itikadi za vyama. Sisi chama chetu lazima kiwe chama cha mfano. Wimbo wa namna hii ambao unaimba, hata hawana nia mbaya, wamefurahi na kwa wimbo kenye kazuri hivi, lakini ule wimbo unakaa kwenye vichwa vya watu kwamba wapinzani wakifa mimi siwezi kulia, nitawatupa mtoni au chakula cha mamba. Haya ni maneno yanayojenga chuki. Haya ni maneno yanayojenga chuki. Hayajengi upendo miongoni mwa Watanzania. Lazima tutafute nyimbo ambazo zinahamasisha watu bila kuchochea chuki dhidi ya Watanzania wengine. Ni Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, katibu mkuu wa CCM. Naye Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi amewataka Watanzania kujitokeza katika uchaguzi mkuu na kuendelea kudumisha amani ya nchi. Dr. Mwinyi ameeleza hayo wakati akiweka jiwe la msingi la ujenzi wa barabara ya Kibada hadi Kimbiji katika wilaya ya Kigamboni kuelekea maadhimisho ya miaka 61 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Miongoni mwa matunda makuu ya muungano wetu ni kuendelea kuwepo kwa umoja wa Watanzania na kudumu kwa amani katika nchi yetu. Kwa kuzingatia kuwa mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, sote tutumie haki yetu ya kuchagua viongozi na kuhakikisha uchaguzi huo hauwi chanzo cha kuhatarisha amani tulionayo. Tuzingatie kuwa kuna maisha baada ya uchaguzi, na hivyo tuendelee kuweka mbele maslahi ya nchi yetu kwa kudumisha amani. Kuelekea maadhimisho ya siku ya muungano, imeonekana bado jamii inakabiliwa na changamoto ya uelewa kuhusu masuala ya muungano. Kauli hiyo imetolewa na Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais na Muungano na Mazingira, Mhandisi Hamad Masauni,
wakati akiwasilisha hotuba ya bajeti ya zaidi ya shilingi bilioni 80. Pamoja na mafanikio yaliyopatikana kwa mwaka 2025, ofisi inakabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwemo uelewa mdogo wa jamii kuhusu masuala ya muungano na faida zake, hususan vijana. Aidha, kwa upande wa hifadhi ya usimamizi wa mazingira, bado kuna changamoto ya uelewa mdogo wa jamii kuhusu umuhimu wa hifadhi ya mazingira na uzingatiaji hafifu wa sheria ya usimamizi wa mazingira sura 191 na kanuni zake. Utatuzi wa changamoto. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kukabiliana na changamoto hizo, ofisi inaendelea kutekeleza mikakati mbalimbali ikiwemo kutoa elimu kwa umma kuhusu masuala ya muungano na faida zake kwa jamii, hususan vijana kupitia vyombo vya habari, makongamano, warsha, semina, mitandao ya kijamii, midahalo mbalimbali. Aidha, kuanzia sasa ofisi imepanga kuwa na programu mahsusi ya elimu kwa umma kuhusu masuala ya muungano ili kuondoa ombwe la ukosefu wa uelewa wa kutosha miongoni mwa jamii hususan vijana. Serikali kushindwa kupeleka bajeti iliyoidhinishwa kwa wakati kwa wizara huweza kuchangia kupunguza kasi na ufanisi wa utendaji kazi wa ofisi hii. Na tuangazie taarifa nyingine. Saa chache zimesalia kwa waumini kuendelea kuaga mwili wa Papa Francis kabla ya ibada ya mwisho ya maziko hapo kesho. Makardinali nao wamekutana katika kikao chao cha 4 cha maandalizi ya uchaguzi wa mrithi wa Papa. Makumi kwa maelfu ya watu pamoja na viongozi wengine duniani wanatarajiwa kesho kujumuika katika ibada ya mazishi ya Papa. Sehemu ya mwisho ya ibada ya mazishi ni katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro. Jioni kabla ya mazishi, Camerlengo atasimamia wekaji muhuri wa jeneza mbele ya makardinali wengine wa vyeo vya juu. Uso wa Papa utafunikwa na pazia jeupe la hariri na sarafu zilizochongwa wakati wa enzi za upapa, pamoja na orodha ya matendo ya Francis yatawekwa kwenye jeneza. Ibada ya mazishi itakapokamilika, baadaye jeneza la Francis lisilo na urembo wala malumalu litapelekwa katika kanisa la Santa Maria Maggiore, lenyewe liko nje ya Vatican upande wa pili wa mto Tiber. Ibada zinazohusiana na mazishi ya Papa zimeelezwa katika kanuni za mazishi ya maaskofu kutoka Roma pamoja na Papa wa kanisa Katoliki. Toleo la kwanza liliidhinishwa na Papa John Paulo wa pili mnamo mwaka 1998 na kuchapishwa mwaka 2000. Ni toleo hili ambalo lilitumika baada ya vifo vya John Paul wa pili na Benedict wa 16. Hata hivyo, Papa Francis ambaye alipata fursa adimu ya kutazama mazishi ya mtangulizi wake kama Papa, aliomba mabadiliko ya mazishi. Papa atazikwa kwa kuandikwa jina lake tu kwa Rais Francisco. Ivona Kamuntu, Azam News. Pili, sasa tutazame ni wapi atakapozikwa Papa. Tutazame katika namna ambavyo tumeainisha katika taarifa yetu hapa. Na kwa kadiri ambavyo imeelezwa katika taarifa hiyo, katika taarifa yetu, ni miongoni mwa viongozi ambao wanazikwa katika eneo ambalo baadhi ya viongozi pia wa kanisa Katoliki waliwahi kuzikwa hapo awali katika basilika ambalo pia limeweza kuainishwa. Kwa maana kwamba si geni. Si geni. Baadhi ya viongozi wameshawahi kuzikwa katika eneo hilo, takriban viongozi 7, na Papa Francis sasa atakuwa ni kiongozi wa 8 kuzikwa katika eneo hilo, na ni katika basilika ambalo ni maarufu huko Vatican. Na miongoni mwa taarifa muhimu ambazo pia zinalielekea katika eneo hilo la kanisa au basilika hilo ni eneo la kihistoria sana ambalo limedumu kwa muda mrefu, na eneo lenyewe Papa Francis atazikwa hapa ni katika eneo la Santa Maria Maggiore. Hili ni miongoni mwa basilika 4 ambayo yapo katika mji wa Roma, na hili ndilo kongwe zaidi, na ni basilika la kumwenzi Bikira Maria ambalo limeundwa kwa ajili ya kumwenzi Bikira Maria, mama wa Yesu. Na miongoni mwa taarifa nyingine ambazo pia zipo muhimu kuhusiana na eneo hili pia zimeainishwa katika taarifa yetu hii. Na basilika hili liliwekwa wakfu karne ya 4 na hivyo kulifanya sasa kuwa miongoni mwa mabasilika makongwe zaidi katika eneo hili la Roma, na alipatumia hapa kwa maana ya Papa Francis kwa kufanya maombi ya ulinzi mbele ya sanamu la Bikira Maria
kama ambavyo pia tunaona katika picha hapa, na inaaminika sasa ndani ya basilika kuna mabaki ya kitanda cha Yesu, na alifanya uamuzi wa kuzikwa hapa mwezi Mei mwaka 2022, na miongoni mwa watu ambao pia alikuwa nao karibu ni miongoni mwa makasisi maarufu wa Kilithuania ambaye ni Rolands, ambaye pia miongoni mwa viongozi ambao alikuwa nao karibu. Na kwa mujibu wa taarifa ambazo zipo ni kwamba kasisi huyu alikuwa mara nyingi anakutana na Papa katika eneo hili la basilika, na walikuwa wakizungumza, na miongoni mwa maneno ambayo alimweleza kasisi huyu kwa maana ya Rolands wa Lithuania, alimwambia Bikira Maria amenieleza kwamba nitayarishe kaburi langu hapa, na akamwagiza kasisi huyo atafute mahala katika eneo hilo, kwa maana basilika hilo, kwa sababu anataka kuzikwa katika basilika hilo. Na kwa maana hiyo sasa Papa Francis anakuwa ni kiongozi wa 8 kuzikwa katika basilika la Santa Maria Maggiore, na papa wa mwisho kuzikwa hapa alikuwa ni Clement wa 9 ambaye alizikwa katika eneo hilo kwa mwaka 1669. Pili, miongoni mwa taarifa muhimu ambazo zinabeba historia ya basilika hili maarufu la Santa Maria Maggiore, miongoni mwa basilika 4 ambayo yupo katika eneo hilo la mji wa Roma. Na ni muhimu sasa, inatukumbusha kuendelea kuacha wosia mapema. Kama asingesema pengine mapema, angezikwa katika eneo ambako mapapa wengi wamezikwa. Naam, kwa sababu unakutana na viongozi, unakutana na watu ambao ni wa karibu, unawapa taarifa na basi wosia huo unaenziwa. Haya, na tukukumbushe basi habari kuu usiku huu. Wakati dunia ikiadhimisha siku ya malaria, licha ya kufutwa kwa msaada wa Marekani, maambukizi nchini yapungua. Tutakaporejea tutakuwa na haya. Baba aliyeshuhudia mkewe akijifungua aleza alichojifunza. Na waziri wa ardhi aweka zuio la kuhamisha wananchi wa Tanganyika hadi kupatikana kwa mwekezaji. Kila kunapokucha, safari ya kutafuta kilicho bora huanza. Halisi ndiyo tunachokitafuta, tukiweka jitihada na maarifa na kushirikiana pamoja. Kukupatia kilicho bora zaidi, kutoka shambani hadi kiwandani, huku tukizingatia viwango. Kukupatia kilicho halisi kwenye muonekano wa kipekee. Sio tu kusherehekea ushindi wa ukipendacho, bali kila unapofungua Azam African Fruit, unafungua kilicho freshi na kusherehekea matunda halisi ya ushindi huo. Azam African Fruit Juice, jipatie kilicho freshi. Karibu, tunaendelea na Azam News. Uko na Mehimidi Olotu, niko na mwenzangu Pili Mlindwa pamoja na Susan Mtui ambaye anatuongoza katika lugha ya alama. Kulingana na tamaduni na desturi za Kiafrika, mjamzito anapopatwa na uchungu, ndugu, jamaa na marafiki wa kike huwa ni watu muhimu wanaomsindikiza na kumsaidia hospitali kwenda kujifungua. Mabadiliko ya kijamii, kiafya na kitamaduni yameubadili mtazamo huo, ambao kwa baadhi ya maeneo nchini mwanaume anapewa nafasi ya kwanza kumsindikiza hospitali, mke wake akipewa kipaumbele katika kumtia moyo kujifungua salama. Tuungane na Esther Sumira akitujuza zaidi. Hapa ni kituo cha afya Katoro kilichopo wilaya Geita. Kwa mara ya kwanza mwaka 2024, mwanaume anaruhusiwa kumsindikiza mwenza wake kwenda kujifungua hadi leba. Mama yetu Samia ametuwezesha kutujengea jengo la wazazi, ambao wazazi wanakuja kujifungua aje na baba msindikizaji, yoyote msindikizaji, lakini haswa wa baba wetu tunapenda anapokuja kujifungua mzazi
uwe naye wakati wa kuumwa uchungu mpaka kujifungua. Vyumba vyetu tumetenganisha, chumba kimoja kinakaa na mama mzazi mmoja ambaye anakuwa na baba, anakaa naye, kuna kiti kizuri, sehemu ya kujihifadhi. Kwa hiyo tunapenda wazazi wetu waje na wababa, wasiwaache, kwa sababu mama akiwa anaumwa uchungu, baba atampetipeti, atamuongelesha maneno maraini, ambapo uchungu ndio utafanyaje? Utazidi kuongezeka. Kuja kwao wanaume, wamama wengi wameweza kujifungua kawaida. Tumepunguza wamama kufanyiwa operation kwa sababu ya yale maneno maraini kutoka kwa waume zao. Inadaiwa kuwa utaratibu huo umesaidia kupunguza vifo vya wajawazito na kuwa na mpango wa uzazi salama kwa wanandoa walio wengi. Kwa sababu baba anapoona jinsi mama anavyohangaika tangu mwanzo wa uchungu mpaka kujifungua, baba anatoa kibali cha kupata huduma ya uzazi wa mpango. Tumeweza kupata vifo vya mama wajawazito vinavyotokana na kumwaga damu. Mama unakuta amezaa mpaka mimba ya 15, lakini baba amemnyima kibali cha kuweza kupata ruhusa ya kufunga uzazi wa mpango. Kituo cha afya Katoro kwa wastani kinapokea kina mama wajawazito wanaoenda kujifungua 25 hadi 30 kwa siku, na inadaiwa kuwa mwitikio wa wanaume kuwasindikiza wenza wao ni mkubwa. Wastani kwa mwezi kuzalisha ni kama 900 vile. Kwa hiyo kwa wenza wanakuja kama 300, 350 mpaka 400 wanakuja wenza kusindikiza wake zao. Hamadi Paulo, baba wa watoto 8, mkazi wa mji mdogo Katoro, ni mmoja kati ya wanaume ambao wameingia leba, na hii ni mara yake ya pili sasa akishuhudia mchakato mzima wa mke wake akijifungua. Kipindi nazaa nilikuwa sijashuhudia, nilikuwa sijajua nini kifanyike. Yaani sijawahi kuja peke yangu leba, na kuja na mume wangu kizazi chote. Swala la wanaume kuingia leba limepokelewa kwa hisia tofauti na baadhi ya wanaume wa mji mdogo Katoro. Mwanaume kuingia kwenye leba au mwanamke anajifungua sijawahi kuingia, lakini ni jambo ambalo nalitamani sana. Upande wangu mimi kwa kweli inakuwa ni vigumu. Siwezi kwa sababu kwa kweli naona kama vile kuna mateso makubwa ambayo wakina mama wanayapata. Hiyo ndio inakuwa ni changamoto kwangu mimi mwanaume. Kitendo cha mwanaume kuingia leba kinamsaidia mama kabla, wakati na baada ya kujifungua, na kazi kubwa ya mwanaume ni kumfariji na kumpa ushirikiano wa kisaikolojia mwenza wake wakati wote wa kujifungua. Nikiripoti kutoka mkoani Geita, Esther Sumira, Azam News. Kiongozi wa ngazi ya juu wa jeshi la Urusi Yaroslav Moskalek ameuawa katika mlipuko wa bomu lililotegwa ndani ya gari katika eneo la Balashika karibu na mji mkuu wa Urusi Moscow, ambapo Urusi imedai kuwa huenda Ukraine imehusika. Kamati ya uchunguzi wa Urusi imeeleza kuwa Yaroslav alikuwa luteni jenerali na naibu mkuu wa mkurugenzi wa uendeshaji na operesheni za jeshi la Urusi, na tukio hilo limetokea ndani ya gari aina ya Volkswagen alilokuwa akitumia lilipolipuka kutokana na kutegwa kwa kilipuzi ndani yake. Hakuna aliyedai kuhusika na shambulio hilo, lakini msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi Maria Zakharova amedai kuwa sababu za moja kwa moja kuamini kwamba huenda Ukraine imehusika katika mauaji hayo. Na hayo yanajiri wakati huu ambapo mjumbe wa Marekani Steve Witkoff akikutana na Rais wa Urusi Vladimir Putin na kuzungumza namna ya kumaliza vita baina ya Urusi na Ukraine, huku mashambulizi ya makombora yakiongezeka baina ya pande zote mbili. Hata hivyo, waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov amesema bado kuna vipengele kadhaa vya makubaliano na Marekani kuhusu kumaliza vita nchini Ukraine ambavyo bado vinahitaji kurekebishwa. Tukigeukia taarifa nyingine, wananchi katika kitongoji cha Ruafwe wilayani Tanganyika wameiomba serikali kutatua changamoto eneo lilodumu kwa muda mrefu na kudai kuishi kwa mashaka kwenye eneo hilo ambalo wanatakiwa kuondoka ili kupisha mwekezaji. Tunaelezwa hapa na Mwanaidi Waziri. Hawa ni wananchi wa kitongoji cha Ruafwe almaarufu eneo la Western kilichopo katika kijiji cha Vikonge wilayani Tanganyika. Wanaeleza baadhi ya madhira wanayokutana nayo kwenye eneo hilo. Yaani Western imekuwa kama si kando ya mto, uwekezaji. Sisi tulime wapi? Tuende wapi? Ambacho kimekuja kuleta mgogoro ni swala la uwekezaji. Hili swala la uwekezaji limekuja nguvu zaidi
Sasa mimi nikiwa mwenyeji nashindwa kuelewa huu uwekezaji umetoka wapi. Hamna mtu mheshimiwa anaweza kajigomea sehemu, lakini akitoka na flyer ameweka hela mfukoni, anajua kwenda kuanza maisha mapya kwa kiasi kiwe kizuri. Waziri wa Ardhi, Nyumba, Maendeleo na Makazi amewataka viongozi wa halmashauri kusitisha uwekezaji kwa sasa mpaka pale mwafaka utakapopatikana. Tulikuwa na kamati ya wananchi hapa, tulikuwa tunaendelea nayo. Mmoja pia ni mjumbe ambaye kwa sasa ni mwenyekiti wa kitongoji hiki, lakini na wajumbe wengine tulikuwa tunaendelea na mazungumzo na mambo mengine. Ziko kazi mbalimbali ambazo zilifanyika katika eneo hili. Nasema kwamba hatoki mtu. Kwa sasa hatoki mtu mpaka hapo tutapokuja kupata mwafaka huu. Na mwafaka huo utapopatikana, nitarudi mwenyewe hapa kuja kutoa taarifa ya mwafaka ambao tutakuwa tumeufikia. Lakini mwafaka huo utakuwa jumuishi kwa maana ya wananchi pia, timu ile itakuwa inahusika. Mwenyekiti wa halmashauri, mkurugenzi wa halmashauri, mheshimiwa diwani, kwa sasa uwekezaji usubiri kidogo. Ujio wa waziri wa ardhi katika eneo la Rwafwe limeleta matumaini kwa wananchi wa maeneo hayo, wakiwa na imani kubwa kwamba tatizo hilo litaenda kutatuliwa. Mwanaidi Waziri, Azam News. Kikosi cha Simba Sports Club kimeendelea na mazoezi katika jiji la Durban nchini Afrika Kusini kujiweka sawa na mchezo wa marudiano wa nusu fainali ya kombe la shirikisho Afrika dhidi ya Stellenbosch siku ya Jumapili. Kwa Lugano Mwakalobo anatupatisha taarifa zaidi za michezo siku huu. Kikosi cha Simba kimeendelea na mazoezi katika jiji la Durban nchini Afrika Kusini kujiweka sawa na mchezo wa marudiano wa nusu fainali ya kombe la shirikisho Afrika dhidi ya Stellenbosch siku ya Jumapili. Simba imewasili Durban juzi na kuanza mazoezi ya gym kabla ya kuendelea na program za mazoezi ya uwanjani. Viongozi wa Simba wameweka nguvu kubwa katika mchezo huo ambao wanahitaji aidha ushindi au draw yoyote ili kutinga fainali. Kampuni ya uzalishaji wa jezi na vifaa vya michezo vya klabu ya Simba imeingia ushirika na kampuni ya vifaa vya michezo ya Italia Diadora. Katika mkutano wa waandishi wa habari ambao ulihudhuriwa na naibu waziri wa michezo Hamis Mwinjuma, viongozi wa Simba akiwemo mkurugenzi mtendaji wa klabu hiyo Zubeda Sakuru sambamba na mwenyekiti wa klabu Murtaza Mangungu, mkurugenzi wa Jerut Joseph Rwegasira amesema wameingia ushirika na kampuni hiyo kubwa ya kimataifa ili kuhakikisha klabu ya Simba inapata kilicho bora kulingana na ukubwa wake. Nayo klabu ya Coastal Union ya jijini Tanga imetupwa nje ya michuano ya kombe la Muungano kwa kichapo cha bao moja bila mbele ya Zimamoto ya Zanzibar. Bao moja na pekee la Zimamoto lililoiangamiza Coastal liliwekwa kwenye kimia na Rashid Salum. Coastal Union imekuwa timu ya pili kuaga mashindano hayo baada ya Singida Black Stars. Mbeya City itaendelea na kampeni ya kupambana kurejea katika ligi kuu ya NBC hapo kesho itakapokabiliana na Geita Gold kwenye uwanja Nyankumbu mkoani Geita. City ipo nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi ya Championship ikiwa na alama 59, moja zaidi ya Stand United iliyopo nafasi ya 3. Geita Gold ipo nafasi ya 4 ikiwa na alama 54, wakati Mtibwa Sugar iliyopo kileleni na alama 66 inahitaji ushindi mmoja tu ili kupanda rasmi ligi kuu. Kikosi cha Bologna chini ya kocha Vincenzo Italiano kimefanikiwa kutinga hatua ya fainali ya michuano ya kombe la Coppa Italia baada ya kutoa kichapo cha mabao 2-1 dhidi ya Empoli hapo jana. Bologna imeiondoa Empoli kwenye michuano hii kwa jumla ya mabao 5-1. Klabu hiyo inaingia fainali ya Coppa Italia kwa mara ya kwanza baada ya miaka 51. Itakuwa inasaka taji hilo kwa mara ya 3. Bologna ilijiweka katika nafasi nzuri baada ya ushindi wao wa bao 3-0 kwenye mchezo wa mkondo wa kwanza. Na ikiwa imetoka kupoteza dhidi ya mpinzani wao mkubwa AC Milan kwa kipigo cha mabao 3-0 kwenye mchezo wa Coppa Italia, kikosi cha Inter Milan weekend hii kitashuka dimbani kwenye mchezo wa Serie A dhidi ya AS Roma. Inter iko kwenye nafasi ya kwanza ikiwa na alama 71, wakati mpinzani wao wa karibu Napoli iko nafasi ya pili kwa alama sawa, lakini mabao ya kufunga na kufungwa yakiwa sehemu ya nafasi zao kwenye msimamo. Muda wa utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo tayari tunaye hapa Jamal Hashim tayari tujuze kilichomo humo. Baridi, mvua
Naam, ni haraka niwapeleke watazamaji kuhusiana na utabiri wa hali ya hewa saa 24, lakini maswali yamekuwa ni mengi kuhusiana na utabiri wa Afrika Kusini wakati Simba akiingia dimbani siku ya Jumapili. Mimi sina mamlaka ya kutabiri hali ya hewa ya Afrika Kusini. Mamlaka yangu ni kuhakikisha unajua hali ya hewa ya hapa Tanzania. Mambo mengine tufuatane kwenye inbox. Sasa usiku huu tunatarajia hali ya ngurumo na radi katika maeneo ya Ziwa Victoria. Hali hii vile vile tukitarajia maeneo ya pwani ya kaskazini, mvua zoambatana na ngurumo za radi, pwani ya kusini na hali kadhalika mji kasoro bahari tukitarajia mvua zoambatana na ngurumo za radi magharibi mwa nchi yetu katika mji wa Kigoma. Maeneo mengine tunatarajia kuwa na hali ya ukavu. Lakini haina maana mvua ndio inanyesha sasa hivi, hapana. Tunatarajia usiku huu mvua itanyesha. Kesho tunatarajia takriban maeneo mengi ya nchi mvua itanyesha. Maeneo machache tunatarajia kukosa mvua, na maeneo hayo ni haya ya Dodoma pamoja na Singida. Nyanda za juu kusini magharibi mwa nchi tunatarajia katika mikoa ya Iringa na Mbeya mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi virefu vya jua, hali kadhalika Sumbawanga. Dar es Salaam mvua zitaendelea kunyesha, mvua zoambatana na ngurumo za radi. Maeneo yote ya pwani ya kaskazini, nyanda za juu kaskazini mashariki mwa nchi yetu, maeneo haya Ziwa Victoria, upepo wa bahari utavuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani ya bahari. Bahari itaendelea kuwa shwari isiyokuwa na mawimbi makubwa. Tuangazie sasa viwango tofauti vya joto katika mikoa yetu. Kiwango kikubwa cha juu cha joto nyuzi joto 30, na hii ipo katika maeneo yote ya pwani ya kaskazini. Hiyo inamaanisha kwamba patakuwa na joto la wastani kwa sababu pana mvua zimeendelea kuimarika kunyesha. Joto linaendelea kupungua. Baadhi ya maeneo ya Afrika Mashariki tunatarajia kuwa na hali ya ukavu katika mji wa Nairobi. Mombasa tunatarajia kuwa na mvua zoambatana na ngurumo za radi. Hapa Kampala tunaendelea kuwa na hali ya ukavu. Kigali mvua nyepesi na vipindi vya jua katika baadhi ya maeneo. Sina mamlaka ya kutabiri maeneo ya Afrika Kusini, nchi ya Afrika Kusini. Mamlaka yangu ni kuhakikisha unajua hali ya hewa hapa nchini. Kwako Waimidiwe pamoja na Pili, endelee na kuhabarisha Watanzania. Asante sana Jamal Hashim huyo. Na Pili, muda mfupi uliopita Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amelihutubia taifa na kuzungumza baadhi ya mambo ikiwemo swala la uchaguzi mkuu. Na amezungumza pia kuimarishwa kwa muungano, hasa ikizingatiwa kwamba kesho ndio maadhimisho ya miaka 61 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Jambo jingine ambalo limeainishwa ama kuzungumzwa ni kuhusiana na R4. Ndio. Kwamba isichukuliwe falsafa hiyo kama kigezo cha kuhatarisha amani ya nchi. Mbali na hilo kuna swala la uchaguzi kufanyika kwa amani na kwa uhuru pia. Hapa viongozi, wanachama na wafuasi wao wakitakiwa kuhakikisha kwamba utaratibu unafuatwa, unazingatiwa kuanzia kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Naam, si ndivyo? Naam, ni miongoni mwa misingi ambayo pia imesisitizwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuweza kuzingatiwa ili mambo yaweze kwenda vizuri. Lakini pia miongoni mwa mambo mengine ni miongoni mwa mambo ambayo amezungumzia Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni mafanikio pamoja na changamoto pia. Unafahamu hazikosekana. Unapokuwa kwenye swala la mafanikio, changamoto hazikosekana kabisa. Ndivyo. Basi baada ya hayo na kukupa kwa muhtasari yale ambayo yamejiri katika hotuba ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, tunakwenda mapumziko mafupi, tutarejea hapa, usiondoke. Wazanzibari na Watanzania wategemea kitu kikubwa sana, wategemea maajabu. Haswa KVZ tuna uwezo wa kwenda kuwafunga Yanga. Tunashukuru imeweza kupangwa na timu kubwa. Nawaahidi mashabiki wetu wa KVZ waje kwa wingi kujitokeza ili kuweza kuona pambano hilo linavyokuwa. Na mechi yetu ya mwanzo tunaanza na Yanga. Lazima tukapambane, Mungu akitujalia tukafanye kitu chochote ambacho kile tuoneshe kama klabu yetu tunapambania, tunataka tupate matokeo na kutetea ubingwa. Tutaonesha ule uwezo wetu kwa ajili ya mashabiki wetu kuwapelekea furaha. Kitachoenda kutokea, Mungu atusamehe, kwa sababu tupo tayari kwenda kupambana naye zaidi na zaidi kuweza kutetea ubingwa huu na kudinao hapa Unguja.
Yeye nani asife. Tukutane Gombani inshallah. Shukrani kwa kuendelea kusalia nasi na wacha tuendelee kukupatia taarifa ambazo bado tumesalia nazo usiku huu. Kampuni ya Azam TV imezindua mgodi wake wa pili ndani ya mkoa wa Morogoro, ikiwa ni sehemu ya mwendelezo wa kusogeza karibu huduma zake kwa wateja wake wa mkoa huo. Mgodi huu umezinduliwa katika mtaa wa Lumumba mjini Morogoro kwa wakala mkuu wa Azam TV, Hello Mobile, ikiwa ni siku chache tu baada ya kuzinduliwa kwa mgodi mwingine mjini Ifakara. Mgodi huu umefunguliwa kwa sababu kuu moja tu, kuhakikisha tunakwenda kusogeza huduma zetu kwa wakazi wote wa Morogoro mjini, lakini vile vile na wale wanaotokea maeneo ya karibu ambao walikuwa wanalazimika kuja Dar es Salaam kuja kufuata huduma zetu. Sasa mgodi huu umekaa hapa kwa sababu yenu, na ni wahimize wote muje ili muweze kupata huduma za Azam TV hapa. Huduma zilizotajwa za visimbuzi vyetu, manunuzi ya visimbuzi vyetu, lakini vile vile marekebisho ya visimbuzi vyetu, lakini vile vile Azam Max, na bila kusahau tunafahamu Morogoro ni mkoa wa katikati, kwa maana mabasi yote yanapita hapa kwenda mikoa mbalimbali. Basi wale wenye huduma za mabasi na vyombo vya usafiri, pia huduma ya safari na Azam TV itakuwa inapatikana hapa, lakini vile vile na huduma zingine kutoka makampuni ya Baresa Group, nikimaanisha tutakuwa na huduma ya jezi za Azam FC, tutakuwa na huduma ya Azam Pesa hapa, lakini vile vile na wale wasafiri wanaokwenda Zanzibar, huduma ya tiketi za boti za Azam Marine au Kilimanjaro Marine zitakuwa nazo zinapatikana hapa. Tuna ofa kabambe kwenye dishi. Tumepunguza kutoka 99 sasa hivi ni 92 kwenye mgodi wetu. Ndio anasema kweli? Ni 92 kwenye mgodi wetu. Sawa. Mpaka mwisho wa mwezi tunasema Pasaka inaendelea. Watu wa Morogoro wamepata bahati kwa sababu juzi ulizinduliwa mgodi pale Ifakara, na leo hii Ijumaa umezinduliwa mgodi hapa Morogoro mjini. Hii ni faraja kubwa kwa wakazi wa Morogoro na vitongoji vyake na wilaya mbalimbali za Morogoro. Kwa hiyo tunawaomba wana Morogoro watumie fursa hii kujipatia bidhaa za Azam TV. Na mimi kwa sababu sisi tulikuwa tunashindwa kutengeneza vingamuzi vyetu. Kwa mfano mimi jana kiliharibika cha kwangu, lakini baada ya mgodi kufika na umefika siku imewafaka. Naam, ni Eid Kwea miongoni mwa wateja waliojitokeza katika mgodi huo. Na muda huu tunaungana na Jennifer Sumi kwa ajili ya kutujuza hiyo kwenye mitandao ya kijamii kunani. Na katika mitandao ya kijamii imetoka kusoma habari ile kutoka Geita ambayo inazungumzia kwamba kwa takriban 60% ya vifo vya wamama wajawazito vimepungua baada ya kubainika kwamba mama akisindikizwa na mume kujifungua basi anajisikia amani kisaikolojia. Kumekuwa na maoni mengi kuhusiana na taarifa hiyo, lakini tukianza na Geoffrey Peter, yeye akasema mimi naona mume akiwa karibu na mke wake kisaikolojia anakuwa vizuri, lakini kuhusu jamii zetu kwa baadhi hata baada ya kujifungua haturuhusi kukanyaga chumba cha mke. Sasa hilo la kujifungua linahitaji elimu sana. Mokra Mwalongo yeye akaendelea kwa kusema kusindikizwa na mume wangu ndio vizuri sana. Mimi natamani hata aone ninapojifungua ili ajue maumivu gani tunapitia, na pia awe wa kwanza kumshika mtoto ninapotoka leba kwenda kitanda cha kupumzika. Halidi akaendelea kwa kusema naunga mkono hoja mwenza wake ndiye amsindikize, kwa kuwa ikifika hatua hii ya kujifungua wote hujawa na furaha ya kutaka kuona brand yao. Tunamalizia na Priska, yeye anasema, anatoa shuhuda, anasema mtoto wa kwanza tu ndio nilisindikizwa na mama mkwe, wengine wote tunapelekana mimi na mume wangu, ndugu wananikuta nyumbani na ninakuwa tayari nimeshajifungua na kunakuwa na amani sana. Tukiachana na hilo, tunaangalia ukurasa wa wakala wa barabara hawa wa TANROADS, ambapo tunaambiwa serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan imepanga kutumia kiasi cha zaidi ya shilingi bilioni 30 kwa ajili ya ukarabati wa barabara muhimu za maeneo mbalimbali nchini zilizoharibiwa na mvua. Hii imesemwa leo na Waziri wa Ujenzi ambaye yuko kule Morogoro, ameenda kwa ajili ya dharura baada ya mvua kubwa zinazoendelea kunyesha. Tumeona hapa amesema, na hivyo basi hizo pesa zitasaidia kukarabati barabara zote ambazo zimeharibika. Na
Tanzania inaendelea kung'ara kimataifa. Hapa katika ukurasa wa bunge Tanzania tumeambiwa Dr. Deo Mwapinga, huyu ni Mtanzania, amechaguliwa kuwa katibu mkuu wa jukwaa la wabunge wa nchi wanachama wa mkutano wa kimataifa wa ukanda wa maziwa makuu. Dr. Deo amechaguliwa kwa nafasi hiyo baada ya kuidhinishwa na kwa kauli moja na maspika wa mabunge wa nchi wanachama wote. Yeye ameshukuru kwa nafasi hiyo ambayo amepewa na kusema kwamba ni uthibitisho wa imani kubwa ambayo amepewa. Kwa leo ni hayo tu basi, niwatakie weekend njema. Tunashukuru sana na wewe weekend njema. Wacha tumalize na sisi kwa namna hili, twende na mambo mengine chap kabisa hapa. Tunamalizaje sasa? Tunajiandaa kwa ajili ya kwenda kuota. Na ndoto haziishi. Dunia hii. Lakini tunaambiwa maskini yakosi ndoto. Matajiri tu wao wakilala. Maana nipata kumsikia mtu anasema maskini anapumzisha fuvu. Maskini anapumzisha ila tajiri analala. Ila ni ndoto za aina gani tunaota maskini? Basi ndio hivyo. Zozote za kitu ni ndoto, ndoto unakimbizwa na kila kitu. Nzito hizo. Sawa. Na sasa tukamilishe kwa kupatia tu muhtasari wa yale ambayo ameyazungumza Rais Samia Suluhu Hassan mapema kabisa wakati tukianza hapa, ambapo alikuwa akihutubia taifa kuelekea maadhimisho ya miaka 61 ya Muungano. Na kati ya mambo ambayo ameyagusia hapo ni kuhusiana na swala la maadhimisho hayo kufanyika katika mikoa, kwa maana kila mkoa unaadhimisha kwa namna yake, lakini mfumo wa dola kwamba kuongozana na kusimamia na kuwajibishana ndilo jambo muhimu zaidi, kwa sababu mihimili iko tofauti. Uchaguzi kufanyika kwa utulivu, haki na amani ndilo jambo muhimu ambalo pia limesisitizwa, bila kusahau kuwataka viongozi na wafuasi wao wa vyama vya siasa hivi kuhakikisha kwamba wanatii sheria za nchi. Hayo ni miongoni mwa yale ambayo yalikuwemo kwenye hotuba ya Rais Samia. Na ndivyo tumekamilisha Azam News usiku huu. Na tunaweka nukta hapo hadi wakati mwingine. Tunakutaka tuendelee kufuatilia vipindi vingine vinavyofuata kwenye Azam News, kwenye Azam TV usiku huu. Mimi ni Ahmed Olotu. Nami ni Pili Mlindwa. Na tumeongozwa pia na Susan Mtui kwenye lugha ya alama. Tunakutakia usiku mwema. To this Total Energies Confederation Cup. It'll be a fascinating